محاسن رمضان. Kutana na Alwi Muhanna katika mazuri ya Ramadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi faddala awqati Ramadana ala ghayrihi min al-azman wa anzala fihi al-Qur'ana hudan wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ikhwatul iman, ni siku nyingine tena hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia afya njema, uhai na uzima, tukawa tunaweza kuendelea kuitekeleza ibada hii ya funga katika mwezi huu mtukufu Ramadhani kwa afya njema na kwa salama na amani. Hatuna budi isipokuwa ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wapo wengi walitamani kuweza kuidiriki na kuweza kuitekeleza ibada hii ya funga katika mwezi mtukufu Ramadhani. Wengine hali zao si njema, wako hospitalini wanaugulia, lakini wengine hatuko nao katika maisha haya ya dunia, tayari walikushatangulia. Hatuna budi isipokuwa sisi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia fursa nyingine tena kuitumia vizuri vyema fursa hii ili tupate kufaulu kesho akhera, tupate malipo yaliyokuwa mema. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi chetu hiki cha Mahasin Ramadhan, leo hii tutazungumza faida moja katika faida nyingi za kuitekeleza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni faida gani katika faida nyingi ambazo mtu huyu anaweza kuzipata mwenye kuitekeleza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu katika imani, hadithi ambayo iko katika Sahihu An-Nasa'i, hadithi nambari 2219, an Abi Umama radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Umama radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, asema ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja nilimwendea bwana mtume Muhammad rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, nikiwa na shida na jambo, nikitaka jambo kutoka kwake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema faqultu, nikasema, murni bi amrin akhidhuhu anka ya Rasulullah, niamrishe mimi kwa jambo ambalo nitalichukua kutoka kwako nilifanyie kazi ili nipate faida katika faida nyingi kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa wanazuoni watuambia katika murni bi amri ay bi amalin min a'mali ta'ati lillahi azza wa jalla yakunu sababan fi dukhuli aljanna, yani niamrishe mimi katika amali yoyote ya kumtii Allahu Subhanahu wa Ta'ala, amali hiyo nikifanya iwe ndo sababu ya kuingia katika pepo yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwamrisha Abi Umama akimwambia, alayka bisawm, jilazimishe, shikamana na funga. Ukishikamana na funga, basi itakuwa ndo sababu ya wewe kuingia katika pepo yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanawazuoni hapa wanatia neno wakisema, ay ihris ala siyami alfaridha wa zid fi siyami at-tatawwu, yani kuwa na pupa katika kuiendea, kuikimbilia funga ambaye ni ya lazima, funga ambaye ni ya faradhi kama hii ambayo tuko nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuwa na pupa kuitekeleza kwa ukamilifu funga hii, lakini pia zidisha katika funga za sunna, shikamana pia na funga za sunna. Ukiwa utashikamana na amali hii ya funga, basi itakuwa ndo sababu ya wewe kuingia katika pepo yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaliza akisema, fa innahu la mithla lahu, kwamba hiyo amali ya funga haina mfano wake katika malipo. Ndio wanazuoni pia wakitia neno wasema, ay la nadhira lahu fil ajri wal fadli, kwamba haina kifani wala mfano katika malipo yake na katika ubora wake.
funga kama hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni ibada ya kipekee, anayejua kwa ukamilifu malipo yake ni Allah subhanahu wa ta'ala, alipotuambia kwamba saumu ni yangu mimi na mimi ndo mwenye kuilipa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndo anayejua ukamilifu wake. Tuko hapa katika kuzungumza moja katika faida nyingi sana ambazo anazipata yule ambaye atakaitekeleza funga hii ya mwezi mtukufu kwa ukamilifu na kufata shuruti zake. Lilasafi shadidi, ndugu zangu katika imani, wapo Waislamu ambao wanatamani kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali ya kuwa leo hii hawajafunga, leo hii hawataki kuitekeleza ibada hii ya funga. Chanzo ni nini? Ni kwa sababu wanaogopa njaa. Miezi 11 lilasafi shadidi mtu amekuwa akila mchana, akila usiku, lakini leo mwezi mmoja ambaye ni fursa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa wewe ndugu yangu katika imani, ili uipate kuitumia fursa hii, upate malipo yaliyokuwa mazuri kwake Allah subhanahu wa ta'ala, upate kuitengeneza akhira yako, upate kuitengeneza kesho yako. Lakini leo hii bado unaona tabu mwezi mmoja kushinda mchana kutwa bila kula, unaona tabu, unaona itakuwaje. Lakini lile asafi shadid, kuna Waislamu wengine ambao hawakosi visingizio. Miezi 11 wana afya zao njema, wamekuwa wakila vizuri, wakitembea vizuri, wakifanya mambo yao bila shida aina yote. Lakini unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio utasikia visingizio ambavyo ilhali ya kuwa hawana hali kama hizo, lakini visingizio vingi ikiwemo vidonda vya tumbo, daktari kanikataza, nikiacha kula basi itakuwa ni madhara makubwa kwangu mimi. Kwa hiyo mtu anakuwa anakula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa visingizio ambavyo visivyokuwa na tija yoyote, akiona kwamba yeye ni mjanja zaidi, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana hasara kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salafuna salih, moja katika maneno yao wasema, ma ahbabta an yakuna ma'aka fil akhirah faqaddimhu al-yawm, lile ambalo unapenda kesho akhira ulipate. Hakuna asiyopenda kesho akhira kuwa katika sehemu nzuri, kupata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anapenda fursa kama hiyo. Kwa kuwa unapenda fursa kama hiyo, basi anza leo hii amali iliyokufikia, amali ambayo ndio sababu ya kuipata fursa hiyo. Kama leo hii maneno haya ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akimwamrisha Abi Umama na akimwambia ashikamane na funga ambayo ndio sababu ya amali hii kumpeleka mtu katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama unatamani kuingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, unatamani kupata neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi shikamana na ibada hii ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni faradhi katika faradhi alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Itekeleze funga hii kwa ukamilifu ili upate faida kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salafuna salih waendelea wakisema, wama karihta an yakuna ma'aka fil akhirah fatrukuhu al-yawm, lile ambalo unachukia kesho akhira kuwa nalo, hautaki kulipata kesho akhira. Hakuna ambaye anayependa kuingia katika adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayependa kuingia katika moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unachukia kuingia katika adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, anza leo, acha kula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shikamana na funga yake Allah subhanahu wa ta'ala ili upate neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, upate faida nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Ndugu zangu katika imani, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, katika siku hii ya leo, katika kipindi chetu hiki Mahasin Ramadhan, nilipenda kushare pamoja na nyinyi moja katika faida za kuitekeleza funga hii ya mwezi mtukufu Ramadhani, na hii ndio faida leo niliyopenda kushare pamoja na nyinyi. Huenda faida hii kwa wale ambao wamekuwa wazito kuitekeleza ibada hii na fursa kama hii walioko nayo ya kuwatengenezea akhira yao, huenda ikawatoa faida hii na ukumbusho huu ukawatoa katika hali mbaya walizokuwa nazo, kuwapeleka katika hali nzuri za kuweza kuitekeleza ibada hii ili wapate
mafanikio makubwa sana na wapate faida kubwa sana kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Insha Allah, kwa uchache huu tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu, atutakabalie ibada zetu na mazuri mengi tunayofanya katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal 'afwa minkum. محاسن رمضان.